Hivi karibuni, Tanzania itaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa ajili ya kuchagua madiwani, wabunge, pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika muktadha huu, vyombo vya habari na waandishi wa habari vina nafasi ya kipekee na ya msingi katika kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika kwa uwazi, amani pamoja na haki. Kupitia taarifa wanazotoa waandishi wa habari, hutoa maarifa na elimu kwa wananchi kuhusu taratibu za uchaguzi, wagombea pamoja na haki zao za kidemokrasia. Kwa kuzingatia umuhimu wa jukumu hilo, vyombo vya habari vinapaswa kuandika na kuripoti kwa weledi bila upendeleo, huku vikihamasisha ushiriki wa wananchi na kuhakikisha kila mmoja anapata taarifa sahihi kwa wakati. Lakini kazi za vyombo vya habari si tu kuripoti matukio, bali pia kuelimisha umma kuhusu hatua mbalimbali za uchaguzi, ikiwemo uandikishaji wa wapiga kura, kupiga kura, pamoja na kufuatilia matokeo kwa amani na utulivu. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imezindua rasmi kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wabunge pamoja na madiwani ambazo zitatumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 pamoja na chaguzi ndogo zitakazofuata. Kanuni hizi zimegawanyika katika vipengele 7 vikuu vyenye vifungu vidogo vinavyoelekeza jinsi wadau wa uchaguzi wanavyopaswa kuendesha shughuli zao kwa mujibu wa sheria na maadili. Katika jitihada za kuhakikisha wananchi wanazielewa vyema kanuni hizo, wadau mbalimbali wa habari wamekutana jijini Dar es Salaam kupitia jukwaa maalum la KEF Talk linalolenga kujadili masuala ya uchaguzi kwa kina. Mdahalo huo uliwashirikisha watangazaji nguli pamoja na mtaalamu wa sheria, wakili msomi Lujiso Ndwelwa, ambapo mkurugenzi wa vyombo vya habari vya Iman Mohamed Matano aliweza kuviwakilisha vyema vyombo hivyo. Katika mahojiano, wakili Lujiso alisisitiza wajibu wa vyama vya siasa pamoja na wagombea kuheshimu maadili hayo kama kigezo muhimu cha kushiriki uchaguzi. Alieleza kuwa kwa mujibu wa kanuni hizo, chama chochote cha siasa ambacho hakitasaini maadili hayo kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Kuna haki ya kulalamika, lakini pia kuna adhabu. Na sheria ya uchaguzi imesema usaini. Sasa tusipo sign, ni kwa namna gani tunaweza tukasema okay, kitu hiki hakiko sawa, kitu hiki kiko sawa, kuna haki hii haijatekelezwa, kuna mgogoro huu, tunaomba utatuliwe. Nafikiri madhumuni alikuwa ni kuonyesha kwamba tuna sign, tukisign maana yake tunatii kufuata hizo kanuni. Wagombea nao wanatakiwa kuthibitisha kwa maandishi kwamba wataheshimu maadili hayo kwa kujaza fomu nambari 10 inayosainiwa mbele ya msimamizi wa uchaguzi au msaidizi wake kabla ya uteuzi rasmi kufanyika. Kanuni hizo pia zimeweka marufuku kali dhidi ya matumizi ya simu au vifaa vya mawasiliano ndani ya vituo vya kupiga kura, kuhesabia pamoja na kujumlisha kura hizo, isipokuwa kwa wasimamizi wa uchaguzi pamoja na maofisa waliopo kazini. Watu wengine wote wamekatazwa kabisa kutumia vifaa hivyo na wanapaswa kuviweka kimya ili kuepusha usumbufu. Hizi kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani umetoa wajibu kwa wadau wa uchaguzi ikiwemo vyama vya siasa, na wajibu huo upo katika jukumu au tuseme dhumuni lake kubwa ni kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu unakuwa ni wa haki, huru na amani. Na katika wajibu huo sasa kwa vyama vya siasa vinapaswa: moja, kuheshimu katiba na sheria; lakini pili, kuelimisha wananchi kuhusu sheria za uchaguzi; na tatu, pia kuelimisha na kusisitiza mawakala wa vyama vya siasa wanafuata sheria, ikiwemo pia kufahamu kwamba kama mawakala wana haki ya kupeleka malalamiko kwa wasimamizi wa uchaguzi au wasaidizi
au tume huru ya uchaguzi pale ambapo wanaona kuna ukiukwaji wa maadili haya au pia kuna ukiukwaji wa sheria za uchaguzi. Lakini pia maadili haya yanafanya chama cha siasa ambacho kimesign kiweze kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo kama chama kita sign kwa maadili haya yalivyo, ni kwamba ile kanuni ya 1.5 inakataza chama hicho kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo nadhani ni muhimu sana kwa wadau ikiwemo vyama vya siasa kusoma hizi kanuni vizuri na kuelewa kwamba nini kinapaswa kufanya na nini hakipaswi kufanya. Lakini zaidi cha muhimu, kanuni zinatoa haki ya wadau kulalamika kwenye zile kamati kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya jimbo na ngazi ya kitaifa na rufaa, kwa ajili ya kama kuna malalamiko ya uvunjifu wa hizi kanuni, chama au mdau huyo ana haki ya kwenda kulalamika. Aidha, kanuni zimeorodhesha baadhi ya vitendo ambavyo ni marufuku, vikiwemo kupiga kura zaidi ya mara moja, kununua au kukusanya kadi za wapiga kura, kutoa hongo au zawadi kwa wapiga kura au watendaji wa uchaguzi, kuharibu kura kwa makusudi. Vitendo hivi ni kinyume na maadili ya uchaguzi, havipaswi kutekelezwa, na yeyote atakayebainika atachukuliwa hatua za kinidhamu na kisheria. Utekelezaji wa kanuni hizi utahusisha wadau wote wa vyama vya siasa, wagombea, wanachama pamoja na wananchi. Kampeni za kuelimisha umma kuhusiana na maadili haya zinaendelea nchi nzima kupitia semina, warsha na vyombo vya habari ili kuhakikisha kuwa kila mdau anatambua wajibu wake kuelekea uchaguzi mkuu. Lengo la KEF Talk hii ilikuwa ni kuwapa uelewa zaidi wanahabari juu ya kanuni za maadili ya uchaguzi wa mwaka 2025. KEF Talk ni jukwaa la wanahabari ambalo linakutanisha wanahabari wa nchi nzima, na lengo la KEF Talk ni kuzungumza matatizo yetu, kuzungumza changamoto zetu, lakini pia kufurahi na kupongeza pale ambapo panastahili. Unajua kila chombo cha habari kina policy zake, nyinyi Iman Media mna policy zenu, Clouds wana policy zao. Lakini tumeandaa KEF Talk kama jukwaa ambalo linatukutanisha wote kwa pamoja, tukiwa tunazungumzia changamoto zetu. Watu wengi walikuwa hawana elimu juu ya kanuni za uchaguzi. Kwa jukwaa la KEF Talk linatumika kutoa elimu kwa watu. Kwa tuliona leo tukutane hapa kwa ajili ya kuzungumza juu ya kanuni za uchaguzi, kutoa elimu kwa wananchi, lakini pia kutoa elimu kwa wanahabari. Mwanahabari anapokuwa nyuma ya mic anapozungumza ajue kanuni za uchaguzi ni nini na lengo la hizi kanuni kuwepo ni nini, ili anapofafanua, anapochambua magazeti, anapozungumza basi aongee kitu ambacho anauelewa nacho. Hitimisho langu: uchaguzi wa haki na amani hauwezi kufikiwa bila kuzingatia maadili ya uchaguzi. Vyombo vya habari vina jukumu muhimu la kuhamasisha uelewa na uwajibikaji miongoni mwa wananchi. Kwa kushirikiana, wadau wote wa uchaguzi wanaweza kuhakikisha mchakato mzima wa uchaguzi wa mwaka 2025 unakuwa wa mfano kwa uwazi, ushirikishwaji na utulivu wa kitaifa. Muandaaji na mhariri wa makala hii fupi ni Hassan Ninga na imesimuliwa kwenu nami Omari Kiombwe.